Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, mniruhusu nami niongeze sauti yangu katika kumshukuru Mungu kwa kutujalia uhai, uzima, afya njema na kuweza kukutana hapa. Nimefurahi nilivyomuona mzee Mrema na yeye yuko hapa. Aidha, naupongeza uongozi wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa chini ya Mheshimiwa Jaji Francis Mutungi na baraza la vyama vya siasa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Juma Ali Khatib, mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa, kwa kunialika kuja kufungua mkutano huu mkubwa wa wadau wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Ninaelewa kuwa mkutano huu sio wa kisheria kama ilivyo kwa vikao vya bunge na baraza la vyama vya siasa, bali ni tukio ambalo linatokana na utamaduni tulionao hapa nchini kwetu wa kukaa meza moja na kuzungumza mambo yanayohusu maslahi ya taifa letu. Utamaduni huu hutekelezwa katika nchi yetu kwa namna na ngazi mbalimbali. Kwa mfano, katika ngazi ya mkoa kuna vikao vya baraza la ushauri la mkoa, na katika ngazi ya wilaya vivyo hivyo kuna vikao vya baraza la ushauri la wilaya. Kwa hiyo hizo ni ngazi za vikao hivyo vya mashauriano. Katika vikao hivyo vyama vya siasa na wadau wengine hualikwa kushiriki na kutoa maoni yao. Lengo kubwa la utaratibu huu ni kuwashirikisha Watanzania kupitia viongozi wao wa taasisi zilizosajiliwa kuchangia mawazo katika uendeshaji wa nchi yetu, huku tukitambua kwamba wananchi ni wadau muhimu na wana nafasi ya kutoa maoni yao katika uendeshaji wa shughuli za serikali. Hivyo naipongeza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na baraza la vyama vya siasa kwa kuendeleza utamaduni huu wa kidemokrasia. Kwa namna ya pekee nawapongeza viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa. Shughuli hii ni yenu na michango yenu ni muhimu katika kuimarisha demokrasia yetu. Aidha, nawashukuru viongozi wa serikali mliopo au mliolipa umuhimu swala hili na kuhudhuria mkutano huu pamoja nami, mkiongozwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitendo cha vyama vya siasa kukaa pamoja, kuwashirikisha wadau na kujadili mambo yanayowahusu ni ushahidi tosha ya kuwepo kwa umoja na mshikamano, kuwepo kwa ukomavu wa kisiasa na siasa za kistaarabu ndani ya taifa letu. Na kushukuruni pia viongozi wa dini na asasi za kiraia kwa kutambua umuhimu wa mkutano huu na kujumuika hapa leo kwa maslahi mapana ya taifa. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, takriban miongo mitatu baada ya uhuru, nchi yetu ilikuwa chini ya mfumo wa demokrasia ya chama kimoja cha siasa. Chama ambacho kwa kiasi kikubwa kilifanikiwa kujenga misingi ya umoja, uzalendo, upendo na mshikamano miongoni mwa Watanzania. Chini ya mfumo wa chama kimoja tuliweza kulinda uhuru wetu na kujenga umoja wa kitaifa. Mwaka 1992 tulirejesha mfumo wa demokrasia ya vyama vingi kwa nia ya kupanua wigo wa demokrasia, lakini pia kwenda sambamba na mfumo wa ulimwengu kwa wakati huu. Aidha, tulifanya hivyo kwa kuruhusu uwepo wa ushindani wa fikra, itikadi na sera ili kuwapa wananchi chaguo pana zaidi na fursa pana ya kuchangia mawazo ya namna bora ya kuendesha nchi hii na kuwaletea wananchi maendeleo. Kwa kuwa malengo makuu ya kuwepo kwa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa ni kuongeza kasi ya kuleta maendeleo kwa watu, basi ni vyema vyama vya siasa mnapofanya shughuli zenu mzingatie hayo, na kwamba kuwa na mfumo wa vyama vingi na mawazo mbadala haimaanishi kuwepo vurugu
fujo, kauli zenye ukakasi na vitisho na zenye kuamsha hisia za kuleta vurugu na uvunjifu wa amani. Ni tofauti. Tumeweka vyama vingi, hatukuwa na maana hii. Tulikuwa na nia ya kupanua demokrasia na kutoa wigo mpana kwa wananchi kuwa na uchaguzi, lakini kupata fikra mbadala kwenye uendeshaji wa serikali na si vinginevyo. Fursa kuwa na jukwaa la kutoa mawazo mbadala lisiwe kibali cha kuendesha siasa za chuki na uhasama na zinazokwamisha maendeleo ya wananchi. Tukiendesha siasa za namna hiyo, tutakuwa tunakwenda kinyume na malengo ya kuanzishwa kwa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa, kwani hata katika nchi ambazo ndiko mfumo huu wa demokrasia ulikoasisiwa, kipaumbele hutolewa kwa ukomavu wa kisiasa ili kuendana na shughuli za maendeleo ya watu, kuliko malumbano ya kisiasa, wakiamini kwamba siasa ni nyenzo tu ya kuleta maendeleo. Kwa hiyo kipaumbele ni maendeleo. Siasa itachangia kwenye kuleta maendeleo. Nitoe ushauri kwenu viongozi wa kisiasa kwamba tutumie fursa ya kuwepo kwa vyama vingi vya siasa kuwaonesha wananchi ni kitu gani cha tofauti tutafanya ili kuongeza kasi ya kuwaletea maendeleo. Siasa si kulumbana, siasa si matusi, siasa si kusema uongo. Huko nje kuna msemo anasema ukitaka kusikia uongo nenda kwa wanasiasa. Lakini sio kweli. Siasa si kusema uongo. Siasa si lugha za dhihaka, maneno ya kashfa au kuchochea watu wasishiriki katika shughuli za maendeleo na kutotii sheria. Siasa si uchonganishi baina ya wananchi na serikali yao. Siasa za aina hii hazina tija yoyote, bali ni ukiukwaji wa kanuni za demokrasia ya ushindani. Tumeweka vyama vingi kuwe na demokrasia ya ushindani. Sasa tukifanya haya, hayana tija, bali ni kukiuka kanuni za demokrasia ya ushindani. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa mkutano, katika kukuza na kudumisha demokrasia ya vyama vingi vya siasa, sheria zilizotungwa na Bunge zimewezesha vyama 19 kusajiliwa na kufanya kazi. Na nimeambiwa vingine zaidi ya 10 vimeomba usajili na msajili anaendelea na hatua za au ndio au sio. Aidha, sheria mbalimbali za nchi zimeruhusu uwepo wa taasisi za kiraia zenye kutoa elimu ya uraia kisiasa, kijamii na kiuchumi. Na nadhani nyingi zimealikwa hapa, taasisi hizo za kiraia. Aidha, serikali imekuwa ikipokea na kuzifanyia kazi hoja zinazotolewa na tathmini zinazofanywa na taasisi hizo na kuzifanyia kazi ipasavyo kwa lengo la kuleta ustawi wa demokrasia nchini. Nazipongeza asasi hizi za kiraia kwa maoni yao ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa chachu ya kuimarisha demokrasia yetu. Hata hivyo, nitumie fursa hii kuwakumbusha kwamba duniani kuna nchi moja tu inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni taifa huru lililojengwa katika misingi ya amani, upendo, mshikamano na linaloongozwa kwa misingi ya katiba na sheria zilizotungwa na Bunge na sio kwa utashi wa mtu au utashi wa mataifa mengine. Na wenye hili taifa ni sisi tuko hapa. Uendeshaji wa hili taifa utatokana na sisi tulioko hapa. Hali kadhalika, ni muhimu kutambua kwamba demokrasia ya vyama vingi vya siasa hapa nchini itakuwa na maana kama tukidumisha amani, utulivu na umoja wa taifa letu. Pamoja na ukweli kwamba uhuru ni sehemu muhimu ya demokrasia, lakini utii wa sheria una nafasi kubwa katika kuhakikisha uhuru wa kila mtu unaheshimiwa, mtu kumheshimu mtu mwingine au serikali kumheshimu mtu. Na hapa nataka nizungumzie kidogo aliloniomba mwanangu mwenyekiti wa TCD kwamba yule mwenzetu msamehe basi aje awe na sisi. Tunasema
demokrasia ni kuheshimu sheria. Unapoheshimu sheria ndipo demokrasia inapokuwa. Lakini pia ndipo inapoleta heshima. Heshima ya mtu inakuja kwa kuheshimu sheria za nchi. Unapovunja sheria za nchi, heshima yako haitaheshimiwa. Serikali haitakuheshimu. Lakini lazima ujue kwamba unapotumia uhuru wako, mwisho wa uhuru wako inaanza heshima ya mtu mwingine. Kwa hiyo vyote hivyo lazima tuvipime ili tunapofanya shughuli zetu tuende nazo hivyo. Isingekuwa uvunjifu wa sheria, leo isingemlazimu kuomba hapa kwamba yule mwenzetu mwachie na hivi na hivi. Lakini unapovunja sheria, unajivunjia heshima na serikali inashindwa kukuheshimu. Naomba tufanye kazi kwa kuheshimu sheria. Waswahili wanasema mtaka nyingi na saba ufanya nini? Ingawa kusameheana nako kupo. Kusameheana napo. Sasa ili kuifanya demokrasia inawiri, lazima tuende na matakwa ya sheria. Na sisi ndio watumizi wa sheria. Sheria inapotukwaza vikao vya aina hii, tunasema sheria 1, 2, 3 zinatukwaza. Tunahisi ingekuwa hivi, ingekuwa hivi, ingekuwa hivi. Serikali ipo, itasikia, itachukua na sitakuja kupima kwetu. Lakini kama sheria tunazikubali, zinapitishwa na bunge, wananchi wanazikubali, lazima tufate sheria. Hivyo ni viasi vyama vya siasa na asasi za kiraia kuheshimu sheria ili uhuru na amani ya nchi yetu iweze kutamalaki. Ndugu viongozi na wanasiasa wenzangu, katika dunia hii hakuna jambo lisilo na kasoro. Hakuna. Popote ulimwenguni kila kitu kina kasoro zake. Na anayeliendesha jambo haoni kasoro zake. Anayemtizama mwendeshaji anaona kasoro zake. Hata tunapokuwa kwenye ngoma, kama unacheza huendi na mdundo wa nje ndo wanakuona. Wewe unayedemka huko ndani ya ngoma hujioni kwamba nakosea steps au siendi na mdundo, hujioni. Umo tu unahambukwa lakini anayekutazama yule. Kwa hiyo vivyo hivyo hakuna jambo lisilo kasoro. Kwenye kuendesha serikali kuna kasoro, kwenye vyama vyenu vya siasa kuna kasoro, tena kubwa tu, tunawasikia mnalumbana huko. Lakini jambo la busara ni kuondoa kasoro kwa kuelimishana, kuelekezana na kujadiliana. Tukikaa kuelimishana, kuelekezana na kujadiliana, tutakuwa tunaondosha kasoro zetu. Hivyo nitoe rai kwa vyama vya siasa na taasisi za kiraia kwamba kunapokuwa na kasoro zozote katika mifumo yetu au kuna mambo fulani hayaendi sawa, jambo la busara ni kuelezana, kujadiliana. Kama tunakubaliana au tutatoka bila kukubaliana, ni vyema tuwe na msimamo wa kuiwezesha demokrasia yetu kushamiri. Kwa sababu si kweli kwamba tutakaa tuzungumze sote tukubaliane. Mwingine atakuwa ana mambo yake ambayo hayakubaliani. Sasa unapotoka hujakubaliana na wenzio, basi tutoke na msimamo kwamba demokrasia iendelee kushamiri. Usitoke kwamba mimi sijaridhika, unaenda kuvuruga kila kitu cha nchi nzima kwa sababu we mmoja hujaridhika. Nyie wawili hamjaridhika. Hatuendi hivyo. Na ndio maana kuna ule msemi wanasema wengi wape lakini wachache wafanyeje? Waheshimiwe. Tunapotoka hatukukubaliana, kama wengi wamekubali twende na makubaliano ya wengi. Lakini wachache ambao hawakukubali, tuheshimu mawazo yao, tuyafanyie kazi, tuone tunakwendaje. Ndipo tutakaposhamirisha au kunawirisha demokrasia ndani ya nchi yetu. Ndugu zangu, nimekuja kwenye mkutano huu nikiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wadhifa ambao unanipa dhima ya jukumu la ulezi wa amani ya nchi hii. Lakini pia nimekuja nikiwa mkuu wa nchi, jukumu ambalo linanitaka kuhakikisha na liunganisha taifa kama Zitto alivyosema. Na liunganisha taifa katika hali ya umoja
mshikamano, ili kuwe na utulivu na amani ndani ya nchi yetu. Na hii ndiyo dhamira yangu kama mkuu wa nchi, mkuu wa taifa linaloitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi nataka nirudie ombi langu kwa wenzangu wa vyama vya siasa kwamba kuelekezana, kuelimishana, kujadiliana ndiko kutakako inusuru nchi yetu na majanga ya kisiasa na vurugu. Napotokea jambo hatujakubaliana, tukae, tuelimishane, tukubaliane, tuelekezane. Hatukukubaliana, nimesema tutoke na msimamo wa kwamba nchi yetu ni taifa moja, twende tukaimarishe demokrasia. Lakini kuna haja pia tunapokwenda kuzungumza na hatukukubaliana, basi tupingane kwa hoja. Tupingane kwa hoja za kizalendo zenye kuongozwa na uhalisia wetu kiutamaduni, uhalisia wetu kijamii na uhalisia wetu kiuchumi. Tusiende kubishana, unang'ang'ana unataka jambo haliendi na tamaduni za Kitanzania, uchumi wa Tanzania hauruhusu, wala jamii ya Tanzania hailiruhusu. Nadhani mnaona uko kwenye mitandao watu wanabishana, kuna mambo yanalazimishwa yawe hayaendi na utamaduni wa Kitanzania, au saa nyingine viongozi wa vyama vya siasa watataka mambo ambayo kwa uchumi wa Tanzania hatuwezi. Sasa tunapokwenda kujadiliana, kuzungumza, kuelekezana, haya mambo ni lazima tuyape umbele wake. Tuzungumze, tufikie maridhiano ya kuzizika tofauti zetu. Hili ndio lengo langu. Tuzungumze, tufikie maridhiano, tuzike tofauti letu. Sisi ni taifa hili moja. Wala hakuna mwenye cheti akasema mimi na cheti cha kumiliki Tanzania. Hakuna. Wote ni Watanzania. Wote tuna haki sawa. Hakuna mbora wetu mbele ya sheria. Mbora wetu ni yule anayefuata sheria. Kwa hiyo hii inatusukuma kwamba kuna haja ya kukaa, kuzungumza, kama kuna tofauti tuzizike. Tufungue kurasa mpya za maelewano ndani ya Tanzania. Tuoneshane upendo na mshikamano ili tudumishe amani yetu. Tuenzi utu wetu, uzalendo na utanzania wetu, kwa kufuata mila kama nilivyosema, desturi, silka na mambo mengine ya Kitanzania. Ninasisitiza tujadili kwa kuongozwa na kuzingatia historia, mila, tamaduni, silka, desturi zetu na muktadha wa hali ya kiuchumi ya nchi yetu. Kuna mazoea ya kuangalia demokrasia ya vyama vingi kwa kulinganisha na nchi ambazo tunatofautiana kihistoria, kiutamaduni, maendeleo ya nchi na hata muktadha wa kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi. Jambo hili sio sahihi. Demokrasia ya wenzetu hata kule mfumo huu ulikoasisiwa na wenyewe wana yao, na demokrasia yao haiwezi kuwa sawa na yetu, wala ya kwetu haiwezi kuwa sawa na yao. Ni kwa sababu demokrasia haina formula. Haina formula kwamba ukichukua moja na moja ni mbili na haibadiliki. Haina hivyo. Inaenda na historia ya nchi, uwezo wa kiuchumi wa nchi, mila na desturi za nchi na mambo mengine katika nchi, mwenendo wa siasa kwenye nchi. Hivyo huwezi kuchukua demokrasia ya taifa lenye miaka 200 na ukalinganisha na ukataka iwe sawa na demokrasia ya taifa la miaka 60. Sisi bado tunaitwa wachanga wa demokrasia. Kwa hiyo tunakwenda kwa uchanga wetu, na katika uchanga wetu kuna mambo mengi yatatokea. Tutagongana, tutasemana, lakini turudi, tukae, tuelekezane, tuelimishane, tujadiliane na tukubaliane, tuende na siasa zetu. Ndugu zangu viongozi na wanasiasa wenzangu, kuna msemo wa zamani
ulikuwa unasema amani hupatikana kwa ncha ya upanga. Lakini kama nilivyosema, huu ni msemo wa zamani. Enzi hizo, nadhani kwa wale mnaotazama filamu za Kituruki zile zinazooneshwa, mnaona jinsi walivyopata amani kwa ncha ya upanga. Kwa hiyo huu ni usemi wa wakati huo. Wakati wetu tulio nao, amani hupatikana kwa ncha ya ulimi. Ni ndimi ndizo zinazoleta amani kuliko fimbo, upanga na mambo mengineyo. Na hii inaonesha umuhimu wa kukaa na kuzungumza. Tuna mfano mzuri ndani ya nchi yetu. Zanzibar, mimi ninakotoka, tuliamini labda amani hupatikana kwa ncha ya upanga, tukajaribu. Tulipata amani kwa ncha ya upanga miaka hiyo ilipokuwa ikifanya kazi 64. Lakini baadaye huku mbele haikuwezekana. Amesema hapa Zito nadhani au nani, 2001 tulijaribu, haikuwezekana. Lakini Zanzibar mnayoiona leo, amani imepatikana kwa ncha za ndimi. Watu walikaa, wakazungumza, wakajadiliana, wakaambizana, wakaelimishana. Wakasema hakuna haja, tukaeni tujenge Zanzibar yetu. Ndio yanayotokea leo pale. Ni mazungumzo na sio nguvu wala ugomvi wala matusi wala kutishana. Hapana, ni mazungumzo. Hivyo basi nikuombeeni wenzangu, wenye viti wenzangu wa vyama vya siasa, tusitazame yaliyopita. Tutazame mbele kwa matumaini. Tuweke nguvu yetu pamoja kujenga Tanzania mpya, yenye kusameheana, yenye kuheshimiana na kufungua kurasa mpya za kwenda na demokrasia yetu Tanzania. Kama mlezi, nilisema hapa, kama mkuu wa nchi, kunanipa jukumu na wajibu wa ulezi. Na kama mlezi, natakiwa kuwa mvumilivu, msikivu na mwenye kusamehe. Na niko tayari kufanya yote haya. Nitasikiliza, nitavumilia mnayoniambia, mnayonikosoa, na niko tayari kusamehe pia ili tuende vyema. Lakini mambo haya ni pande mbili. Mimi nimeshasimama hapa kusema hayo, na ninasema mbele yenu. Wengine wako kwenye vyombo vya habari wananiona na ulimwengu unanitizama. Niko tayari kuvumilia, kustahimili na kusamehe. Lakini nanyi wenzangu wa vyama vya siasa, muwe tayari kwenye haya, kufuata sheria, kujadiliana na tufikie pazuri. Tuzike tofauti zetu za nyuma, tufungue kurasa mpya za kuendesha siasa ndani ya nchi. Niko tayari kusikiliza wenzangu, tushawishiane kusameheana. Najua kuna mengi ya kusikiliza pia. Kuna madukuduku, kuna hasira, kuna malalamiko, kuna nongwa yanayotokana na uchanga wetu wa demokrasia. Si mengine, ni uchanga tu wa demokrasia. Vile vile najua kwamba vyama vya siasa vina maoni, pamoja na wadau wengine vina maoni na mapendekezo yanayopaswa kufanyiwa kazi na serikali. Tuko tayari kuyapokea na tutayafanyia kazi. Tuzungumze, tuone njia bora ya kufanyia kazi hayo ambayo yanatukwaza ili tutoke hapa tulipo. Kama nilivyosema, hakuna mwenye cheti cha kumiliki nchi hii, ni nchi yetu sote. Kwa hiyo amani, utulivu, demokrasia itaendeshwa na sisi wote. Ni mfumo tu wa kidunia kwamba huyu anaongoza, huyu anakuwa namba 2, huyu atakuwa mpinzani wake, huyu atakuwa nini, hivyo. Lakini wote ni Watanzania tunaotakiwa kuendesha nchi hii. Ndugu zangu, tuna kila sababu ya kujivunia kwa hatua tulioifikia katika kuimarisha demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini. Tumeongeza idadi ya vyama vya siasa kama ilivyosemwa hapa kutoka 13 mwaka 1995 vilivyoshiriki uchaguzi wakati ule
Hadi sasa tumefikia vyama 19 vilivyoshiriki uchaguzi mwaka jana, na hivi ni vile vyenye usajili wa kudumu. Na kama nilivyotangulia kusema awali, vyama vingine zaidi vinaomba usajili na kazi inaendelea. Wanachama wa vyama hivyo vya siasa na viongozi wao wana uhuru wa kufanya kazi zao za kichama na kisiasa kisheria, huku wakitumia vyombo vya habari vilivyo huru kujitangaza na kunadi sera zao. Swala la msingi hapa ni kufuata sheria za nchi na kuhakikisha tunafanya siasa ambazo hazicheleweshi au kuvuruga maendeleo ya nchi yetu. Changamoto hazikosekani. Ndio maana kuna mijadala kama hii inayofanyika ili kubadilishana mawazo na kukabiliana na changamoto zilizopo na kuona namna bora ya kuzitatua. Lengo la mijadala kama hii ni kujenga na sio kubomoa. Hivyo ni wasihi kwamba katika mijadala itakayoibuliwa kwenye mkutano huu leo, naomba pia mjadili namna bora ya vyama vya siasa vitakavyoweza kufanya mikutano ya hadhara bila kuvunjwa kwa sheria za nchi. Bila kuvunjwa kwa sheria za nchi. Najua kuna sheria msajili wa vyama vya siasa, sijui sura 11 kama hivi au kifungu 11 nadhani, kinatoa jinsi ya kufanya mikutano ya hadhara. Lakini kuna sheria kanuni za jeshi la polisi na zenyewe zina mwongozo wa kufanya mikutano ya hadhara. Mnakwenda, mnafuata, mnafanya bila vurugu, bila matusi, bila kutukanana, bila kuharibu mali za nchi. Inapotokea mnafanya kinyume, sheria zinachukua mkondo wake. Na sheria zimeeleza kufungiwa, kufanywaje. Isingekuwa kuna haya matendo haya, mikutano isingefungiwa. Lakini ndugu zangu, mnaichukulia mikutano kama mmepata uhuru wa kuriot, kutengeneza civil strife, sijui fujo za kijamii. Hatuendi hivyo. Sheria lazima zichukue mkondo wake. Kwa naomba mjadili na mjifunge wenyewe hapa jinsi mtakavyokwenda kufanya mikutano ya hadhara. Nataka msajili jeshi la polisi, kaeni na hawa watu muone, kwa sababu ni haki yenu. Ni haki yenu ya kikatiba zenu na kikatiba ya nchi kufanya mikutano, kunadi sera zenu. Lakini mnaivunja nyinyi wenyewe. Mnajinyima nyinyi wenyewe. Hakuna atakayekubali. Anaongoza nchi. Unatoa kibali kafanyeni mikutano. Mnakwenda mnapita kuvunja magari ya watu, kufanyaje, kuvuruga, kunini. Nani anakubali? Hakuna atakayekubali. Mtafungiwa tu. Lakini onesheni siasa za kistaarabu. Onesheni ukomavu wa kisiasa. Onesheni kwamba nyinyi ni wanasiasa mnaojua nini mnafanya. Sio watoto wadogo. Wanaofungiwa ni watoto wadogo wa shule. Ndio anaambia mkifanya hivi bakora, mkifanya hivi. Sio watu wazima kama sisi. Kwa hiyo kaeni mjadili jinsi mtakavyoweza kufanya. Tukiyaona yana maana tutafungua. Tukiyaona bado tutaendelea kujadiliana. Lakini la muhimu ni kupata haki yenu ya kufanya mikutano hiyo ya hadhara. Ndugu zangu, leo mmekutana kujadili hali ya demokrasia ya vyama vingi vya siasa hapa nchini. Ukiwa ni mjadala wa kawaida wa wadau kukutana na kubadilishana mawazo. Natambua kwamba mkutano huu umewakutanisha vyama vya siasa na wadau wengine wa demokrasia zikiwemo asasi za kiraia. Sasa niongee na asasi za kiraia na wadau mliopo hapa kuiga utamaduni huu wa baraza la vyama vya siasa wa kuandaa mijadala ya kistaarabu ya kisiasa. Ya kistaarabu ya kisiasa yenye kuelimisha wananchi na sio kupotoa wananchi. Ni ukweli kwamba majukwaa haya kwa sasa yamelala, lakini yamelala kwa sababu
Kwa hiyo mtakapojirekebisha na kufanya vizuri, hata sisi tunataka wananchi waelezwe mambo yaliyopo nchini, mazuri yaliyopo nchini. Kama kuna kasoro zilizopo zisemwe, kwa sababu zikisemwa sisi tutapata kuzisikia, tutapata kujirekebisha. Zisiposemwa hatuzisikii, mtakuwa huko mnafukuta ndani kwa ndani, hatujui mlionayo, tunaona tu mnanenepa kwa pressure na stress. Tunajua mambo mazuri, kumbe pressure na stress yamewajaa huko ndani. Lakini mkifunguka, mkioffload, mkisema, tutajua kuna nini huko, nasi tutapata kufanyia kazi. Nimesema nchi hii ni yetu. Nchi hii ni yetu, hakuna anaye miliki hii nchi. Kwa hiyo mkisema, wale ambao tumepata idhini ya wananchi kuongoza, tutafanyia kazi, turekebishe, tuende vizuri. Aidha, niwasihi Baraza la Vyama vya Siasa na Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa kuendelea kutekeleza jukumu lao la kisheria la kuvikutanisha vyama vyote vya siasa vyenye usajili viweze kujadili mambo yao. Hapa kwa maneno ya msajili, kikwazo ni bajeti. Njoo tuzungumze. Njoo tuzungumze msajili. Kila kitu ni ncha ya ulimi, si ndio? Njoo tuzungumze. Lakini pia tuone mnachokifanya. Tuone output ya vyama vya siasa. Tuone mnatuambia nini. Tukiona hakitoki kitu, nasema kwa nini nipoteze pesa wakati huku chloroquine za wananchi hakuna? Napeleka kwenye chloroquine na kata kwenye vyama vya siasa. Lakini tukiona kuna mazuri yanayotoka kwenu, kuna miongozo, kuna mambo yanatoka kwenu ni ya kweli, mnatupa tuyarekebishe, tutaactivate uhai wenu kwa kweli na kwa hakika. Kwa msajili, njoo tuzungumze. Ndugu zangu, nimalizie hotuba yangu kwa kutakia mkutano huu mjadala mwema wenye manufaa, hasa tukiangalia chaguo la washiriki waliopo. Ni watu wa marika tofauti, wenye elimu na maarifa tofauti, wenye uzoefu wa nyakati tofauti. Ni matumaini yangu kwamba kuwepo kwa upeo mpana wa washiriki kutafanya mjadala huu uwe huru na wawazi. Watu wangu wa serikali 2 watatu watakuwepo hapa. Hawana ruhusa ya kusema, wao ni kupokea. Labda muulize swali watakiwe kujibu, watajibu. Lakini kunyanyuka wao na kusema, kuchangia, wasikilize, wapokee, tuje tuyafanyie kazi. Kwa ni matumaini yangu kwamba kuwepo kwa upeo huu mpana kutaleta huo mjadala huru na wawazi. Tukosoe, tukosoane na tujikosoe pia. Hakuna aliye perfect. Kwa sikiliza anakosolewa hapa, jinsi mnavyokosoana, jithamini na wewe mwenyewe, jitathmini. Je, mimi niko kwenye right way au siko kwenye njia sahihi? Jikosoe mwenyewe, ndio madhumuni ya mijadala hii. Katika mijadala hii kuna uwezekano na tashi binafsi. Utashi mmoja, tashi nyingi, tashi binafsi za watu kutaka kutawala mijadala. Tutambue kuwa hakuna mwenye maarifa yasiyo na mbadala. Hakuna. Ukiwaza wewe lako hili ukiliona liko sahihi, mwenzio ana jingine ambalo atakwambia liko sahihi, lakini ungeongeza na hiki na hiki ingekuwa sahihi zaidi. Tukubali yote hayo. Tuthamini mchango wa kila taasisi na kila mtu atakayepata fursa ya kuzungumza. Tutafakari jinsi tutakavyofika hapo. Tutafakari jinsi tulivyofika hapa tulipo, na hatimaye tushauriane tunatokaje hapa, tukitizama mbele kwa matumaini makubwa. Mimi naamini hakuna lisilozungumzika, hasa kwenye watu wenye maarifa na waungwana kama mlioko hapa. Nilikuwa naangalia sura mbalimbali nilizoziona hapa. Viongozi wa vyama vya siasa wale nao wajua, na tazamo moja yupo. Kwa nikajua mkutano utakuwa mzuri. Kwa hakuna lisilozungumzika.
tuzungumzeni, kwa sababu sisi ni wenye maarifa makubwa na waungwana pia, na tumebobea kwenye siasa. Wengi wetu hapa tumebobea kwenye siasa. Ndugu zangu, nirudie tena kuwashukuru kwa kunialika mimi na wenzangu serikalini kuja kushiriki ufunguzi wa mkutano huu, na niwatakie kila laheri katika kujadili mustakabali wetu kisiasa, na ni imani yangu kwamba mtatuletea maazimio yanayotekelezeka. Sasa baada ya kusema hayo, nitamke kwamba ni heshima kwangu na ni furaha yangu kutangaza kwamba mkutano huu sasa umefunguliwa rasmi. Makofi mengi.